Political analyst. I'm an aspirant 2027 on a UDA ticket kule Homa Bay County, Gembe Ward. Mimi nasabikia William Samoei Ruto. Asante sana tena. Leo mada ni mzuri na ni mada yenye nataka mature mind kudiscuss na tuelemishe watu jamii, because we are the vision shapers, na kila kitu yenye iko hapa yenye tunaongelenga hapa inaangaliwa Kenya mzima. First of all, acha nimalizane na hii mambo ya kuchoma shule. This student unrest, continuous unrest student yenye inakuanga kila siku kwenye taifa letu la Kenya. Hii spirit pepo mbaya tulikuwa tumemalizana nayo all the way ile yenye ya Machakos yenye ilikuwa imefanyika 2003 mpaka 2018 huko. Mpaka saa hizi tulikuwa tumeshika breki na tena imerudi tena. Na kitu yenye haswa inachangia hii kitu ni online things. Mtu unaona saa hizi as we speak kuna directives zenye zinakuanga kwa mashule zetu ati kuna tablets. Like ukienda huko shule za Nyanza, especially Maranda to be precise, a whole chief principal is ordering that kila mzazi akuwe amenunulia mtoto wake tablet shuleni. For what purpose? Na si watoto wenye wako university yenye wanadeal na project na research, na ni watoto bado wale wenye bado wanadeal na 844. So watu hizi laptop tablets wakisha kuwa nazo, kuna sites zingine wanaona enyewe kuna trends zingine iko hapa Lenana. Kama Lenana wamechoma shule, sisi tunafanya nini shule? Unaona hiyo kitu sasa ni kama ni influence pepo mbaya. Na tena wale ambao wenye wana advocate ati corporal punishment nirudishwe shuleni, remember you are dealing with generation inaitwa Gen Z. They are fulfilling biblical context. First of all, they are the outcast, number one. Not like us millennials. Sisi by the time tulikuwa tunaenda shule, ungeona hata that is why it is very possible to differentiate in between us na other generations zenye ziko saa hizi. Na they need wisdom, knowledge and understanding for you to understand them, what they need, what they want and how they want it to happen. So saa hizi as we speak, naongeanga na stakeholders wa education saa hizi as we speak kwa hii platform. CS wa education, Migosi, Ogamba, please kuwa na watu wenye wanaweza kuwa na civic education na uite clinic, academic clinic kwa all institutions. Ndio sasa watu waongeleshwe, watoto warekebishwe na warudishwe kwenye laini bora. I think that message is well taken in. Tukiongelea mambo ya siasa, juzi niliona opinion poll ingine ilikuwa imeweka our former deputy president, His Excellency Dr. Rigathi Gachagua number 5. Then my question is, Rigathi Gachagua alikuwa anasema alimobilize 10 million na atamobilize tena, na akatuambia, alitupromise by the way, yeye ata influence na ata persuade kila mtu mpaka Uhuru Kenyatta former head of state ati his supporter, na atafanya kampeni yenye hajawahi onekana. Sasa mimi swali yangu ni kwamba then kule Mount Kenya wako wangapi? Kama Rigathi Gachagua anaweza kuwa amekuwa ranked number 5 from the bottom. Rigathi Gachagua, we want to see you in Kisumu, in Homa Bay, sababu sisi hatutakupiga, tutakukaribisha, lakini tutakuaibisha kwa ballot come 2027. Sababu baba hakupigwa huku Mlima Kenya, na si kila mtu wa Mlima Kenya anaimba one term, no. Now whoever is thinking that de facto nini akina Gachagua wataokoa Kenya, you are daydreaming and you should wake up from that dream. Rigathi Gachagua is busy negotiating on handshake yenye itakuwa next year. Sababu wanajua vizuri their same formula
formula that was being used back in the year 2022 is the same formula that is yet to be used and to be applied 2027. That is why unaona Rigathi Gachagua is a very bitter man na ako very smart by the way. Mimi nampendaga kwa kitu moja. Ni mtu mwenye ako very focus. Na ni mtu mwenye akikuambia kitu, you better take note of it. Because Rigathi Gachagua wanajua after William Samoei Ruto watahakikisha kwamba hakuna jamii ingine yenye itakuwa hapa State House apart from Mlima Kenya. So we should wake up, and to all Luo brothers, we must calculate. We must calculate. Because tusipokuwa vizuri, naona saa hii wenye wako mstari ya mbele kupinga Mbadi ni Wajaluo. Wenye wako mstari wa mbele kupigana na Dr. Raymond Omolo ni Wajaluo. Until when? Leo tulikuwa na question of the day pale Gilgil. Until when? So sisi pia tunaulizanga viongozi wetu kutoka jamii yetu ya Wajaluo, until when tutakuwa kwa opposition? Sisi tuna support William Samoei Ruto mpaka tamati, na akitoka hapo sasa tutakuwa Mungu ni anajua. Asanteni sana. Haya, one term ndio huyo.